Vizuri eh? Sasa Rene Lacoste kwa bahati mbaya ile game aliicheza na akapoteza. Sasa wakati amepoteza, sio kwamba alipoteza vitu vyote. Kumbuka kwamba pale sasa tunasema ndo kama mafanikio yake na kujulikana kwake kulianza, kwa sababu kwenye The Four Musketeers, wale watu ambao walikuwa wanacheza kwenye ile timu ya Ufaransa walishindwa na ile timu ya Marekani, ambako pale sasa kulikuwa kuna wachezaji wa Marekani ambao ni undefeated sana, na mmoja wa wachezaji wa Marekani Rene Lacoste alikuwa anacheza naye pia, na watu wa Marekani walikuwa wanajua kabisa yule jamani undefeated, afungwi wala apotezi pambano lolote, lakini Rene Lacoste alienda kumbiti yule jamaa akashinda. Na namna ambavyo walikuwa wanacheza tennis wakamuita The Crocodile, ni nickname ambao ni journalist mmoja alimpa lile jina kwa namna ambavyo alikuwa anacheza tennis. Unanielewa vizuri? So Rene Lacoste aliaccept lile jina, japokuwa ilikuwa bado haelewi, lakini wakaanza kumuita The Crocodile, fundi. Hasa ile The Crocodile, unajua mamba, unadhani unaweza kaelewa jinsi mamba alivyo. Mamba hazoeleki kiurahisi, alafu mamba ukimkuta kwenye territory yake sio kinyonge mzee baba, sio poa. So ile mamba ikawa inamuingia kwenye akili, lakini kulikuwa na rafiki yake mmoja anaitwa George, ambaye sasa Robert George mwenyewe akaona isiishie kwenye nickname, akabidi amtengenezee, tunasema ni logo, lakini sio kwamba logo ilibandikwa kwenye nguo. Yaani unajua ile umetengeneza kilogo cha kwako cha mamba kile, alafu akaenda kukibandika kwenye tunasema koti la suit la Rene Lacoste ambalo alikuwa anaingiaga nalo kwenye mechi akicheza. Unajua zamani wachezaji wa tennis walikuwa wanavaa suruali ndefu za kitambaa kwa sababu ni mchezo fulani wa kishua. Walikuwa wanavaa makoti ya suit, ndani anakula kizibao. Form 6 hazipo kabisa. Hakuna form 6 kabisa. Walikuwa wanakula mashati ndani, wanakula na tai. Ule ulikuwa ni mchezo wa kishua Mnyamwezi. Unanielewa vizuri? Lakini Rene Lacoste kwenye ile koti yake ya suti ambayo alikuwa anaingia nayo, ambayo sasa Robert George kwenye ile design yake ya ule mamba pale akaenda akabandika ile logo ya mamba kwenye koti la nani? La Rene Lacoste. Sema Lacoste alikuwa asha appreciate lile jina la The Crocodile. Unanielewa vizuri? So Mnyamwezi sasa hapo ikawa anaingia nayo ile koti lile la suti lile, anaingia kwenye game zake. Watu wakawa wanaona ni kama huyu Mnyamwezi ana break rules za tennis and everything, kwa sababu unajua minimalism inaheshimika, yani inabidi kusiwe na vitu vingi kwa sababu ile ni mchezo wa kishua. Lakini Mnyamwezi akawa anaingia nayo kama tu ku appreciate lile jina. Hakuwa na mawazo ya kwamba atakuwa ni mtu fulani mkubwa kwenye kutengeneza mazaga, nguo na kila kitu. So ile kitu ikaanza kuexpand, watu wakawa wanamuita The Crocodile, fundi Mnyamwezi. Na hapo sasa ndipo wazo lilipokuja la Mnyamwezi kutaka kufanya vitu vikubwa zaidi tofauti na ile kuvaa tu kwenye upande wa fashion. Ilikuwa vizuri na tunazungumzia mwaka 1920 mpaka mwaka 1930. Hapa katikati hapa The Four Musketeers wa Ufaransa na Rene Lacoste ni kama waliliteka kabisa soko la tennis na mchezo wa tennis, kwa sababu walikuwa wako fire vibaya mno. Walikuwa wanafanya maajabu tunasema kwenye tennis. So tunasema ile ndio ilikuwa ni prime ya Rene Lacoste, ile miaka ya 20s mpaka 30, na mpaka ilipofika mwaka 1932 Mnyamwezi retire tennis. Unajua Rene Lacoste jakaa miaka mingi sana, almost kama miaka 10 tu na kwenye tennis, kafanya wonders zote. Na mwaka 1933 for the first time Rene Lacoste akawaza plan, inabidi nisiishie kwenye kuvaa tu. Hii logo inabidi niitengeneze kabisa iwe official kabisa. Yani in short aliplan kufanya biashara, lakini alikuwa bado unajua ile, kwa sababu sio mtu ambaye alikuwa anawaza sana kuhusu biashara, kwa sababu unajua maskani unajua mpunga upo unajua kutosha. Anaelewa vizuri, ila kwa sababu alishapenda ile nickname ya The Crocodile na ile logo alishawekewa. Akamfuata Mnyamwezi mmoja anaitwa Andrew Gillier, ambaye ule Mnyamwezi alikuwa tunasema ni kama kiwanda kikubwa sana, alikuwa ana produce manguo nini. Akamwambia Mnyamwezi, nataka uniprintie logo, yani uniwekee ile logo sasa official kabisa, achana na ile ya Robert George ya mwanae Lacoste ambaye alimwekea kwenye koti lake. Yeye akasema nataka tutengeneze
t-shirt fulani hivi ambayo haina mambo mengi, kwa sababu alirealize kitu hiki kimoja. Kwenye mchezo wa tennis watu wanavaa nguo ambazo za mikono mirefu, unajua koti la suti afu unaenda kucheza tennis. Just classic and simple. Yeah, unaenda kucheza tennis umevaa koti la suti, umevaa tai. Akasema kulikuwa kuna comfortable, yani ile comfortable. Mtu alikuwa anakosa kuwa comfortable kwa sababu umevaa vitu fulani. So akasema kutokana na haya mambo ambayo yote yanatokea sasa kwenye ugumu wa sisi kucheza tennis, akajaribu kubuni kitu simple. Polo t-shirt. Polo t-shirt tunasema kwa sisi watu wengi wanajua kama form 6 yeah. Sasa ile pale alichokifanya yeye ilikuwa ni simple sana and classic, na kwa mara ya kwanza alikuwa anazitengeneza zilikuwa ni white kwenye color, zilikuwa ni rangi nyeupe tu zile polo, hazina mambo mengi, ambazo sasa akaziwekea mamba nielewa vizuri kwenye pembeni. For the first time tunasema yule ndo mtu wa kwanza kuanzisha brand ambayo ilikuwa inaweka logo nje ya nguo. Zamani nguo zilikuwa zinatengenezwa alafu logo zilikuwa ndani ya nguo. Yani nguo nje iko plain. Nguo nje iko plain, logo unazikuta ndani. Lakini Lacoste tunasema yeye ndo mwanzilishi ambaye aliweka logo nje. Yani yule mamba ndo identity ya Lacoste, na akaamua kumweka nje upande wa kushoto. Yule mamba anaangalia mitaa fulani hivi. So naelewa vizuri. So ameinspire watu wengi sana. Tunazungumzia kama Tommy Hilfiger ukiangalia sasa hivi, unaelewa vizuri Frank Perry, tunazungumzia watu kama kina Polo La Floren, wamechukua ule unyamwezi kwa mwanetu René Lacoste. Unanielewa? So pale sasa wakati yupo na Henry Gillier akamwambia Mnyamwezi, nitengenezee kitu afu niwekee hii logo. Akawa anaingia nazo kwenye games zake za tennis, na pia akawa na promote Kinyamwezi kwa sababu yeye ndo akawa kama ambassador wa brand yake. Na hapo sasa Lacoste akaanza kuona mwana kama washikaji wanamuulizia, "Oa mwanangu, hii t-shirt umeitoa wapi?" Anaelewa vizuri bwana 1 2 3. Watu wakawa wanaona kama huyu jamaa mbona kama yuko flexible sana, yuko simple sana. Na hapo tunasema sasa for the first time akaona hii ni biashara. Hii ni hela. Unaelewa vizuri Na hapo sasa kwa mara ya kwanza hawakuianzisha kama Lacoste. Walianzisha kama tunasema Chemise Lacoste. Unaelewa vizuri Ndio jina la brand ambalo lilianza hivi. Mwaka gani? Mwaka 1933. Unaelewa vizuri Kwa mara ya kwanza akiwa sana mwanae Henry Gillier, ambaye yule ndo alikuwa ni mshikaji, tunasema ni kama creative director wa Lacoste. Wakaanza kupiga unyamwezi alafu mzigo ukatiki. Mwaka 1950 nafika pale, unajua vita ya pili ya dunia 1969 mpaka ngapi, michakato imeendelea, lakini wanyamwezi walikuwa bado wanapambana. Na ilipofika mwaka 1950 Europe, tukizungumzia Ulaya, walikuwa washaanza kufanya vizuri sana. So wakataka kuexpand kutoka kwenye bara la Ulaya kuanza kufikia watu wengine. Ndio wakawaza biashara tunaianzia wapi? Inabidi tuanzie Marekani. Unajua Marekani ashaenda sio mara moja na wanamtambua. Kashashinda sana kule mataji kibao Mnyamwezi. So walikuwa sasa hawana leseni zile kwamba ya kwenda kufanya biashara Marekani. Tunafanyaje hapa ili sisi tupige biashara kule Marekani? So wakaona bora waingie partnership na brand moja ilikuwa inaitwa Izod. Unanielewa, ambao ilikuwa pale Marekani, ambao walikuwa wanatengeneza nguo zao, logo zao na kila kitu. Lakini wao wakasema sasa tuingie ubia na hii logo. At the end of the time sisi tunufaike na wao nufaike. Tuseme ilikuwa ni 50-50. 50% Lacoste, 50% wanaipata Izod, ambao sasa wao walianza kutengeneza t-shirt za Lacoste. Na kwa mara ya kwanza mwaka 1950 zikaanza kutoka rangi tofauti za polo t-shirts, kwa sababu unajua Lacoste alikuwa anatengeneza polo t-shirts tu. So zikaanza kutoka rangi tofauti na zile kwenye ile brand, manake ilikuwa inaandikwa Izod, chini inaandikwa Lacoste kwenye zile tagi za brand zile, kwa sababu ilikuwa ni mchongo wa watu wawili na ambao ni Lacoste na Izod. Yeah. So wakaanza kupiga biashara. Uwezi amini, Lacoste ilikubalika kinoma Marekani. Walipiga sana pesa. Wakaendelea kuexpand zaidi na zaidi. Na tunasema sasa miaka ya 50 mpaka 1964 mzee umri ulikuwa ushaenda kidogo, na akaamua tunasema kuretire kwenye brand. Akaamua kumwachia mtoto wake ambaye alikuwa anaitwa Bernard Lacoste. Yeye ndo akawa CEO
Bernard Lacoste anaachiwa kampuni na mzee wake, uendelezaji wa kampuni unakuwaje? Na sasa hapo Mnyamwezi hakufeli. Yani hapa kulikuwa hakuna tamaa, hakuna chochote. Alikuwa anajua mzee nini anakitaka, na mzee amepumzika kwa sababu ya umri na mazingira kama haya. So alifanya, tunasema yule sasa alifanya Lacoste iendelee kuexpand zaidi na zaidi kwa sababu moja tu. Identity ya Lacoste ilikuwa ni mamba, na mamba ni kama watu walikuwa obsessed, yani watu walikuwa wanatamani kuivaa ile brand kwa sababu tu ilikuwa haina mambo mengi. Yani kama ni t-shirt zilikuwa uwezo ukakuta mamichoro, maneno kibao, ni logo moja, t-shirt iko plain. Watu walipenda sana ile kitu na waliendelea kufanya vizuri zaidi, na tunasema Bernard Lacoste, mtoto wa Lacoste wa kwanza, aliendelea kuinnovate vitu vingi sana. Yeye kwa mara ya kwanza akaamua sasa kuongeza kutoka kwenye polo t-shirts tu, akaamua kuongeza na vitu vingine. Tunazungumzia kama mikanda, tunazungumzia vitu kama perfume, viatu, unaelewa, bags, masweta, sijui trouser, nguo za wanawake na wanaume. Akaendelea kuendeleza vile vitu, na kuja kuangalia Lacoste ilikuwa iko way more kama ni issue ya sports, yani ilikuwa imekaa kisport zaidi, sport brand. Ilikuwa ni sport brand, lakini ilikuwa ni brand fulani ambayo kuiafford sio kinyonge hivyo Mnyamwezi. Ni premium sport. Yani ilikuwa ni brand ambayo yani uwezo kaitem kama luxury, lakini kiuhalisia kwa bei zake lazima ujue hii ni luxury brand. Kwa sababu hata ukiangalia moto wao wanakuambia life is a beautiful sport kabisa. Sio, naelewa vizuri. Kwa hiyo ilikuwa ni issue ya sport. Na ndio maana miaka ya 60 pale Mnyamwezi ali-innovate pia vitu vingine, ukiachana tu na nguo. René Lacoste mwenyewe kama ile tunasema ni tennis racket, ambayo zile za kupigia tennis zile. Alitengeneza za kwake kwa brand yake mwenyewe. Sina, nielewa vizuri, alikuwa anapenda sana mchezo wa tennis. Ilitokea tu automatically kwenye damu. So Bernard Lacoste akaendelea kufanya unyamwezi. Miaka ya 70 walikutana na changamoto nyingi sana, kwa sababu unajua Lacoste ilikuwa ipo top. Yani watu walikuwa washaipenda automatically. Sasa watu wakaona kama wanyamwezi wanapata sana, unajua zile, na wakaanza kutafuta. Unajua Wamarekani hawashindagi kitu wakaanzisha brand moja mwaka 1977. Kuna brand moja ilianzishwa ilikuwa inaitwa La Tigre, ambayo yenyewe sasa ilikuwa na yenyewe ina mnyama ambaye mnyama mwenyewe alikuwa ni tiger, na wakamweka pale upande ule wa kushoto. Unanielewa vizuri na ilitengenezwa mahususi kwa ajili ya tuseme ya kucompete au kushindana na Lacoste. Na sio kwamba walikuwa wanatoa bidhaa ambazo ni low quality, ni bidhaa ambazo kabisa zipo zina quality nzuri, ila tu automatically watu walishatokea kuipenda Lacoste. So yani tunasema La Tigre ni kama walipushi Lacoste kuendelea kuuza zaidi, kwa sababu miaka 1970 mpaka 80 tukizungumzia USA Marekani, watoto wa college, watu fulani wale wa vyuo, vijana wengi waliipenda sana Lacoste kwa sababu ilikuwa simple and classic. Na ndio maana sasa tunasema walifanikiwa zaidi, kwa sababu Lacoste ilitokea tu automatically. Yani ile logo ya mamba na the way Lacoste ilivyotoka, watu walielewa tu, na ilikuwa ni brand fulani ambayo haina mambo mengi. Tunasema hapo sasa, kutokana na competition na watu wengine ambao walikuwa ni kama wanaichallenge Lacoste iliendelea kuwa top, iliendelea kufanya vizuri mpaka miaka ya 80. Hiyo ni moja kati ya strategic ya biashara, kuruhusu wapinzani wa kuchallenge au tunasema wa compete na wewe, ili wateja wa compare bidhaa ipi bora. Kwa hiyo kama wewe ulitangulia sokoni na uliwapa wateja kitu bora, wataendelea kustiki na wewe na wakiamini wewe ni bora kwa sababu una wapinzani na wapinzani sio wamekuja fundi. Tuendelee.